Nikuulize swali. Hivi umeshajiuliza ni kwa nini makanisani kwetu hatuna ndugu zetu wenye jamii ya ulemavu wa viungo? Kwa nini katika makanisa yetu hatuna ndugu zetu wanaotembea kwa kutumia mikono yao chini? Ni kwa nini katika makanisa yetu hatuna ndugu zetu wanaotumia magongo au wanaotumia wheelchair hawaonekani? Sababu ni moja, rafiki yangu. Miundombinu yetu si rafiki. Miundombinu yetu si rafiki. Ukienda katika maliwato zetu, toilet, ukiangalia mazingira ni vyoo vya mashimo tu peke yake au ni vyoo vyenye matundu peke yake. Hakuna choo maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa viungo. Nikusii mpendo, katika makanisa yetu, vyoo tunavyovijenga sasa hivi, tunapofanya ujenzi wa kina zaidi, tuboreshe miundombinu ya vyoo vyetu kwa ajili ya ndugu zetu wenye ulemavu wa viungo. Wanatumia wheelchair zao, viwepo vyoo vyao maalum vya kukaa, na katika maeneo yao vile vyoo vya kukaa kuna pembezo kwao, kuna vyuma ambavyo akikaa anaweza kushika vizuri, kujishikiza, kwa sababu kumbuka miguu hana. Kwa hiyo kukiwepo na vyuma pembeni vya kushikia vizuri, akikaa vizuri huduma itafanyika vyema. Lakini kuwepo kuna shimo tu peke yake anashindwa. Lakini pia vile vile ukiangalia katika makanisa yetu, milangoni kwetu pale wameweka tu ngazi, tena ni ngazi ndefu. Kama ndugu zetu wenye jamii ya ulemavu wa viungo hawawezi kuingia ndani ya kanisa, anatambaa chini, kupanda zile ngazi kwake ni changamoto. Tuboreshe mazingira ya ngazi kuingia kanisani, kuwepo na sehemu ya watu wanaotumia wheelchair, akipush aweze kupanda na kuingia vyema ndani ya kanisa. Tukijali hilo jambo itakuwa ni pendeza zaidi. Lakini pia vile vile katika mimbari yetu pale mbele, sehemu ya huduma, tunakuta tumeweka ni ngazi tu peke yake. Siku akikaribishwa mpendwa mwenye mahitaji maalum anayetumia wheelchair kutoa huduma ya neno la Mungu pale mbele, ni ngumu kueleweka, ni ngumu kuweza kupata nafasi ya kupanda pale juu. Kwa sababu gani? Mimbari yetu imewekewa kuwa na ngazi peke yake, anashindwa kupanda pale mpendwa wetu mwenye ulemavu wa viungo. Nikusii tuboreshe katika miundombinu yetu ya kanisa. Jambo lingine la mwisho na la msingi, katika maeneo yetu ya makanisa, tunapokuwa tukitengeneza vitu vya msingi, tuboreshe pia sehemu za kuingia kwa wachungaji wetu. Unakuta wanatengeneza ni ofisi za wachungaji, lakini ofisi zinatengenezwa kwenye ngazi za juu, ghorofa ya juu, na ili ufike kule juu ni lazima upande zile ngazi. Sasa kwa mlemavu ambaye ana changamoto ya kiafya, anashindwa namna gani ya kupanda na kuenda kumwona mchungaji wake ikiwa na shida maalum. Kwa hiyo ni wasii wapendwa, tukitengeneza hilo jambo litatia hamasa na kumsaidia ndugu zetu wenye ulemavu wa viungo aweze kupanda juu na kuingia ofisini kwa mchungaji, au atumie lifti kuingia kwa mchungaji, au aweze kutumia wheelchair yake vyema aweze kuingia kwa mchungaji. Hiyo itakuwa ni sehemu mojawapo ya huduma ya pekee ya kuwaleta ndugu zetu wenye ulemavu wa viungo ndani ya makanisa. Ukiona hawapo, angalia miundombinu yenu. Je, miundombinu ni rafiki? Toilet ni rafiki? Miundombinu ya mimbari kwa ajili ya utume ni rafiki? Ngazi za kuingia ndani ya kanisa, ule mlango, je, ni rafiki? Tuwakumbuke watu wenye mahitaji maalum katika kazi zetu za utume. Mungu awabariki sana.